leo tarehe 1 mwezi wa 4 2026, Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za mauaji ya mwananchi aitwaye Omar Bakari, umri wake ni miaka 21, dereva bodaboda mkazi wa Michesi, aliyeuawa kwa kuchomwa kitu chenye ncha kali shingoni na mgongoni kwa nia ya kutaka kunyang'anya mali maana ya pikipiki. Tukio hili lilitokea tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 majira ya saa 3:30 usiku wa Chinyoya, kata ya Kilimani jijini. Katika tukio hilo, Jeshi la Polisi fanya msako na doria na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa mmoja katika kijiji cha Mazase, wilaya ya Chamwino, Dodoma, aitwaye Sadiki Jonathan, miaka 23, akiwa na pikipiki ya marehemu yenye namba za usajili MC 556 FPE aina ya Sinoray nyeusi. Baada ya mahojiano, mtuhumiwa alikiri kutenda kosa hilo akishirikiana na wenzake wawili ambao ni Paulo Abinel, miaka 26, Ramadhani Hamidu, miaka 35, wote wakazi wa Dodoma, ambapo watuhumiwa wote wawili walikamatwa wakiwa katika jitihada za kutaka kutoroka kuelekea mikoa jirani. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma katika operation mbalimbali zinazoendelea limefanikiwa kukamata na kudhibiti mtandao wa wizi wa mifugo, ambapo jumla ya watuhumiwa 12 wamekamatwa katika nyakati tofauti na maeneo tofauti ya jiji la Dodoma, akiwemo Kedmond Steven na wenzake 11 ambao hufanya vitendo hivyo kwa unyang'anyi wa kutumia silaha pindi wanapotekeleza uhalifu huo. Baada ya kufanya uhalifu huo, wamekuwa wakichinja mifugo hiyo na kuisambaza katika maeneo ya biashara na kujipatia fedha kwa njia isiyo halali. Pia Jeshi la Polisi limewakamata baadhi ya wafanyabiashara ambao hushirikiana na wahalifu hao kwa kununua au kuuza mifugo hiyo au nyama kwa wananchi, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Watuhumiwa wote watafikishwa mahakamani kwa hatua za kisheria pindi upelelezi utakapokamilika. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linatoa shukrani kwa wananchi kwa kuendelea kushirikiana na jeshi hili katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu katika jitihada za pamoja za jeshi na wananchi kuhakikisha kwamba mkoa wa Dodoma unakuwa salama. Lakini nimeongelea swala la pikipiki ambayo iliporwa. Pikipiki hiyo ni hii ambayo kupitia jitihada za Jeshi la Polisi tulifanikiwa kuipata pikipiki pamoja na wahalifu wale watatu, ambao pia katika tukio lile mwananchi mmoja alipoteza maisha ambaye ndo dereva wa pikipiki. Na katika hiyo tuna wasi wale wote walionunua pikipiki hizi huwa wanaweka tracking device, wengine wanaita GPS. Hiyo inasaidia sana katika kutrace au kufanya ufuatiliaji wa pikipiki inapokuwa imepotea